waheshimiwa na wapendwa sana, leo mama kanisa ametuwekea mbele yetu Dominika ya Matawi. Ni Dominika inayotufungulia Juma Kuu. Na kwa nini linaitwa Juma Kuu? Ni Juma Kuu kwa sababu mafumbo makuu ya wokovu wetu yanatendeka katika juma hili. Juma hili ndilo hasa kilele cha kalenda ya liturujia ya kanisa. Tazama, kila siku huwa tunaadhimisha misa. Misa ilianzia wapi? Juma Kuu. Alhamisi Kuu na udhihirisho kiuhalisia Ijumaa Kuu, ikamalizikia na siku ya ufufuko. Fumbo la wokovu wetu, yaani mateso, kifo na ufufuko, vyote vinapatikana katika Juma Kuu. Kwa maelezo mengine, Juma Kuu ni injini ya imani yetu, injini ya mwaka wetu wa kanisa na Ukristo wetu. Ndugu zangu, leo liturujia kanisa imegawanyika katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni Bwana wetu Yesu Kristo kuingia Yerusalemu kwa shangwe, tukikumbuka kama vile siku 6 kabla ya Pasaka alivyoenda Yerusalemu akishangiliwa, nasi tunaiadhimisha leo. Tunapokumbuka hatufanyi kumbukizi tu, bali leo kupitia matawi yetu, kupitia maandamano yetu, tunamkiri kwamba Yesu Kristo ni mfalme wetu sasa na katika Yerusalemu mpya. Ndugu zangu, katika sehemu ya pili tutakumbuka mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ndio maana alitujia Dominika leo ina sehemu kuu mbili, sehemu ya furaha na sehemu ya huzuni. Ndugu zangu, tunapata mwaliko wa kitu gani siku ya leo? Kwanza kabisa tumkaribishe Yesu Kristo, mfalme wa amani, katika maisha yetu. Haja aondoe madhaifu yetu, haja aondoe hofu zetu, atuletee furaha na amani ya kweli inayopatikana kwake peke yake. Kama vile Wayahudi walivyotandaza mavazi yao, Yesu akapita, nasi siku ya leo kila mmoja atandaze moyo wake. Kristo wa amani, mfalme, aweze kupita katika moyo wake na kumtakasa. Bwana wetu Yesu Kristo anatufundisha unyenyekevu na utakatifu. Anatufundisha unyenyekevu, anapenda Yerusalemu akiwa amepanda mwanapunda. Mwanapunda ni mnyama wa amani. Hakutumika na wafalme wa kipindi kile, lakini Bwana wetu Yesu Kristo anamuita ni mfalme. Kwa nini anachukua punda? Kutufundisha kuwa nyenyekevu. Lakini punda huyu hakuwa amepandwa na mtu yeyote ule, ishara ya utakatifu. Ndugu zangu, tutamshangilia Kristo tukibeba matawi yetu, tukimuita mfalme, mwana wa Daudi. Kama vile tulivyobeba matawi tunamshangilia namna hii, hivyo tukubali kubeba msalaba wake. Tusiishie tu kubeba matawi na kumshangilia, alafu inapofika wakati wa kubeba msalaba tunakimbia na kumwacha. Lakini hata usipomshangilia, yeye amesema maana atafanya nini? Atamshangilia. Kwa hiyo tumshangilie Yesu Kristo mfalme kwa matawi, lakini tukubali kubeba msalaba wake na tuende naye maisha ufuasi. Anayetaka kumfuata sharti abebe msalaba, amfuate. Ndugu zangu, sasa tukaribie, tuingie kanisani, tuandamane kwa amani tukimshangilia mfalme wetu na tukitafakari ile fumbo ambalo tunaliingia, fumbo la mateso, fumbo la kifo na fumbo la ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo.